السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بلغنا أيام العشر من ذي الحجة وجعلها من أفضل الأيام، وأقسم بها في كتابه الكريم، وفتح فيها أبواب الرحمة والمغفرة والأجر العظيم. اللهم أعنا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وتقبل منا صالح الأعمال. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hakika hatuna budi ya kuregesha shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ambaye kwamba ameweza kutujalia mimi na wewe kuweza kufika mahali kama hapa, na katika kuwa ndani ya masiku kama haya ambao kwamba ni masiku 10 ya Dhulhijja, hatuna budi ya kumrejeshea Allah subhanahu wa ta'ala shukrani. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihi al-karim ba'da a'udhu billahi minash shaitani ar-rajim, bismillahir rahmanir rahim, wal fajr wa layalin 'ashr wash-shaf'i wal watr. Allah subhanahu wa ta'ala aliweza kufungua sura hii na kuweza kuwapa na wakati wa alfajiri. Allah subhanahu wa ta'ala yasema wal fajr, hakika hiyo hapa na wakati huu wa alfajiri, wa layalin 'ashr, na masiku 10. Na wanazuoni wengi wale ambao kwamba ni wenye kuweza kutafsiri Qur'an, almufassirina min alquran, kathirun minhum, wengi wao wameweza kutafsiri aya hii kuwa maksudio ya walayali na 10 ni hizi siku 10 za mwanzo za Dhulhijja, walayali na 10 washaf'i walwatri. Na katika hii aya pia kuna riwaya nyingi tofauti tofauti, lakini tutazingatia riwaya moja, washaf'i walwatri. Washaf'i bimaana ni ile siku ya 10 katika masiku haya 10, na washaf'i walwatri, walwatri ni siku ya 9 ambayo kwamba ni siku ya Arafa, kulingana na tafsiri hii. Na katika suratul Hajj vile vile Allah subhanahu wa ta'ala yasema wa yadhkuru isma Allahi fi ayyamin ma'lumat. Na hii ayyamul ma'lumat katika tafsiri hii pia imeweza kutafsiriwa kuwa ayyamul ma'lumat ni hizi siku 10 ambapo kwamba tuko ndani yake sasa hivi, haya siku 10 ya Dhulhijja, tuambao tufanye wingi kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala katika masiku haya. Madha qala Imam an-Nawawi an hadhihi al-ayyam, Imam an-Nawawi yasemaje kuhusiana na masiku haya 10 ambao kwamba ndio masiku ambao kwamba tuko ndani yake sasa hivi? Imam an-Nawawi yasema mustahabbu al-ikthar min hadhihi al-ayyam at-ta'at wal-ibadat, at-ta'at wal-ibadat, yani imesuniwa, imependekezwa katika masiku haya 10 tuweze kufanya wingi wa ibada na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi ibada tutakiwa tufanye ni ibada gani? Ibada siku aina nyingi, kufanya mema ya kwa aina nyingi pia. Tuambiwa kwa qiraati al-Qur'an, kama kusoma Qur'an, na dhikri, na kufanya dhikri kwa wingi, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, wa sadaqati, na kutoa sadaqa, wa siyam. Qur'an, kama huwezi kusoma Qur'an, basi ni vizuri ukaweza kuisikiliza Qur'an, maana pia kusikiliza Qur'an ina faida yake.
maana Allah subhanahu wa ta'ala yasema, fa idha quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Lakini tashukuru hapa sote tunaweza kusoma Qur'an. Kwa hiyo jibidilishe kuweza kusoma Qur'an katika masiku haya kumi, na vile vile tuambie tuweze kutoa sadaqa kwa wingi. Sadaqa, tukisikia neno sadaqa, watu wengi watafikiria pesa. Kutoa sadaqa lazima uwe na pesa ama mali nini? Asi lazima uwe na pesa, maana Mtume sallallahu alaihi wasallam yasema kullu ma'rufin sadaqa, kila jambo jema utakalofanya ni sadaqa. Sasa lazima sadaqa, labda utoe pesa nini, fanya mambo mema pia itakuwa ni sadaqa. Wasiyam, na kufunga. Kuna wengine toka siku ya kwanza ilivyoanza tu, siku ya kwanza mashallah anafunga mpaka ile siku ya 9, lakini ni vizuri kama huwezi funga, pengine una afya yako si nzuri nini, ukangoja ile siku ya 9, ile siku ya Arafa ukaweza kufunga siku hiyo. Maana Mtume sallallahu alaihi wasallam yasemaje kuhusiana na hii siku ya Arafa? Kwanza tofauti tujue siku ya Arafa ni siku gani. Siku ya Arafa ni ile siku ya 9 katika masiku haya 10, ni ile siku ya 9 katika Dhulhijja. Hadithi ambayo kwamba iliweza kupokelewa na Ibn Qatada radhiallahu anhu yasema kuwa suila nabii sallallahu alaihi wasallam an sawmi yawm Arafa. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliweza kuulizwa kuhusiana na kufunga siku ya Arafa ambayo kwamba ni siku ya 9 ya Dhulhijja. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamjibu akamwambia, yukaffiru sanatayn, wasamehewa madhambi ya miaka miwili, almadhiya walatiya, wasamehewa madhambi ya miaka miwili ambayo kwamba ni mwaka uliopita na mwaka ujao. Fadhila ya kufunga siku hii moja ya siku ya Arafa. Na vile vile ndani ya haya siku 10 pia kupatikana yaumun nahr, siku ya kuchinja ambayo kwamba ni siku ya 10. Na tuambie siku hii ndio siku kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hii siku ya 10. Na vile vile tuambie siku ya Arafa yaumu itqun minan nar wal maghfirati wadh-dhunub. Hiyo siku ya Arafa ambayo kwamba ni siku ya 9, yaumu itqun minan nar, ni siku ya kuacha huru na moto. Kama ulikuwa ukifanya mema, ulikuwa ukisoma Qur'an, ukileta dhikri kwa wingi, kufunga, siku hiyo ni siku ya itqun minan nar wal maghfira. Kama ulikuwa ukileta istighfar, ukiomba msamaha, kufanya tauba, wal maghfira, na siku ya wal maghfiratu wal dhunub, ni siku ya kusamehewa madhambi, hiyo siku ya 9 ya Arafa. Kwa hiyo tujibidiishe katika masiku haya kuweza kufanya mambo mema, tujipinde na masiku haya. Ibn Qatada radhiallahu anhu, hadithi ambayo kwamba ameweza kuipokea Mtume sallallahu alaihi wasallam, yasema ma min ayami al-amalu salih ahabbu ila Allah ta'ala min hadhihi al-ayyam, yani ayyam al-ashr. Yani hakuna masiku ambayo kwamba matendo mema yanapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala min hadhihi al-ayyam, kushinda haya masiku ambayo kwamba tuko ndani yake, ambayo kwamba ni masiku 10 haya ya Dhulhijja. Qalu, masahaba wakamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, qalu wala jihadu fi sabilillah, hata yule ambaye kwamba ameenda kuweza kupigana, ameweza kupigana jihad, kwenda kupigana mapanga pia, ya Rasulullah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, wala jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji' bidhalika shay, isipokuwa yule mtu ambaye kwamba ameweza kutoka na nafsi yake mwenyewe, ametoka yeye mwenyewe, wa malihi, na akatoka na mali yake, wa lam yarji' bidhalika shay, yani ina maana ametoka na mali, yani alipoenda hakurudi, alienda akawa kule vitani, ndio hivyo. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi sina mengi ila ni hayo kuwahusia kuhusiana na masiku haya. Tusije tukalala masiku yakaisha, uwezi jua kama unaweza fikia mwaka mwingine ukafika na masiku kama haya. Tuambiwa qad khasirat man adrakatu hadhihi al-ayyam wa lam yataqarrab ila Allah ta'ala
yani amehasirika yule mtu ambaye kwamba haya masiku yataisha, masiku 10, na hakuweza kuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala kwa namna anavyoweza kwa kufanya khairi, mtu huyo atakuwa amehasirika. Allahumma ighfir lana dhunubana wa aslih ahwalana warzuqna min haythu la nahtasib wa aslih lana dunyana wa akhiratina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mashaallah, tumsikia wanafunzi wetu, ndugu yetu Abdul Hakim Suleiman kwa kilima kizuri kutukumbusha kuhusu siku 10 ya kwanza muhimu ya mwezi huu wa Dhulhijja. Na hadithi hapa imesomwa wa hakuna katika masiku ma min ayamin al-amalu salih ahabu ila Allah min hadhihi al-ayyam ila 10 min Dhulhijja. Hakuna masiku bora zaidi ambao amali njema ukiifanya yamfurahisha sana Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu katika kuliko siku hizi kuu. Sasa tulipatilize hizi siku 10 kwa kuwa kila amali ukiifanya njema Mwenyezi Mungu yuaifurahikia sana, itakuwa ni yapendeza zaidi tufanye katika siku hizi 10 zaidi amali ambazo Mwenyezi Mungu kikawaida yuazipenda sana. Ahabbu al-a'mali ila Allah subhanahu wa ta'ala ma dama alayhi sahibu. Hakuna amali ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yuipenda sana kwa mja wake kama ile, hata kama ni kichache, lakini yuadumu nayo. Hata raka 2 za duha, lakini wadumu nazo. Waja hapa wapata wafundishwa uradi fulani, nyiradi fulani, sura fulani za kusoma, wadumu nazo. Kwa hivyo tukifanya zile amali njema tutie nia kwa hizi ni amali ambazo tutadumu nazo. Tuwe tumefanya amali, ukifanya amali njema yoyote katika siku hizi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azifurahikia sana. Kwa hivyo tufanyeni amali ambazo Mwenyezi Mungu mwenyewe azifurahikia katika masiku ambayo wafurahikia kufanya amali njema. Tuzidishe furaha mara ngapi? Mara 2. Na katika ahabul a'mal, na katika Sayyidatuna Aisha alipoulizwa katika hadithi iliyopokewa na Sayyidatuna Aisha, vipi Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa, Sayyidatuna Aisha akasema kana amaluhu dima ay yadumu alayhi. Amali ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa dima, yadumu, ina mfululizo, yaendelea. Sio tukiwa markaz tusoma uradi tuswali, ukitoka nje hudumu nayo ile swala. Hii swala ya faradhi dumu nayo, Mwenyezi Mungu atakupenda kwa hii swala faradhi. Hadithi nyingine katika kuorodhesha amali ambazo zapendwa zaidi na Mwenyezi Mungu, tupatilize kufanya amali ambazo zapendwa zaidi na Mwenyezi Mungu katika masiku ambayo Mwenyezi Mungu apenda zaidi kufanya amali njema. Kwa hivyo tuzidishe furaha kwa Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu. Amali nyingine alipoulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amali ambao ahabu ila Allah, akasema as-salatu liwaqtiha. Katika amali ambayo Mwenyezi Mungu anapenda sana, swala kwa wakati wake. Kwa hivyo tuna mambo mawili hapa, swala kwa wakati wake, alafu nyuma tukirudi swala kudumu nazo. Uswali swala kwa wakati wake, ahabu al-amal ila Allah, kisha iwe ipatikane maadama alayhi sahibu, uwe wadumu nayo, utapendwa tena double hiyo kwa Mwenyezi Mungu. Baada hapo kuna birrul walidaini, kutenda zema wazee wawili. Kwa hivyo tuwatende zema wazee wawili siku kama hizi,
tutie nia ya kudumu nazo, kwa sababu hizo ni katika amali ambao guarantee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azifurahikia. Nyingine katika amali ni jihad fi sabilillah. Jihad, katika jihad ambao katika walimu, katika wanafunzi, katika wazazi kuna jihadun mustamir, jihadi ambayo ya kuendelea haikatiki. Jihadi yenyewe nini? Jihadi ya kupigana na nafsi yako, uache mapumziko yako, uje markaz kusoma. Jihad, anta mujahidun fi sabilillah. Jihad, ukiingia katika talabul ilmi, una pupa la kusoma, una bidii ya kusoma, wafanya zile kazi ambazo zatolewa, wewe uko kwenye jihad. Kwa hivyo ukija kwa siku hizi, kila ukija utie nia kwa mimi naenda markaz, ni jihadun fi sabilillah. Katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa amali gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapenda, asema sururun tudkhiluha fi qalbi mu'min takshifu anhu kurba au taqdi anhu daynan. Hadith, hakuna kitu ambao Mwenyezi Mungu anapenda kama furaha unamfurahisha mwenzako, au tasuddu anhu ju'an, yani mtu ana kero ukamuondolea lile kero akafurahi. Hii ni katika amali Mwenyezi Mungu yaipenda sana. Au ana deni au hana kitu ukamsaidia, au deni ukamuondoshea, au ana njaa ukampa chakula kidogo, hata ile break time na ile lunch time ambayo tutasaidia na hizi viazi hizi vitu vidogo vidogo, yule mwenzako akila akifurahi, au kama umeona nguo yake si nzuri ukamletea kanzu, hata kama ni yako shaiva nyingine ukamwambia shika hii, ama t-shirt nzuri shika hii, na kuona t-shirt yako si nzuri, basi ile furaha ile mtu anayokuwa nayo Mwenyezi Mungu anafurahikia sana furaha. Na katika amali zilizohusishwa katika hizi siku za Ashr Dhul-Hijja ni at-tahlil wat-tahmid wat-takbir. Ndio maana tukatoa na salafuna salih wakatuwekea ile la ilaha illa Allah ambayo tumeisoma hapa, adad ad-duhur, adad awraq ash-shajar, adad amwaj al-bihar, buhur, adad kwa idadi, ili tupate kusema la ilaha illa Allah sana. Na uzuri mtu kusema mfano subhanallah 100, alhamdulillah 100, la ilaha illa Allah 100, Allahu akbar 100, kwa namna hii moja moja. Kwa mazoea ni kusema subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah Allahu akbar 100, 300, 500, 1000. Wakati mtu anakwambia nikupe pesa ngapi, utasema pesa ya juu, si ndio? Baina 10 na 100 utamwambia mtu akupe ngapi? 100. Na wakati wa adhkar tuchukue ile ya juu, si ndio? Kwa hivyo katika siku hizi mpaka siku ya Eid takbiri ikiingia, tuleteni sana la ilaha illa Allah. Kwa hivyo amali ambazo zinamfurahisha Mwenyezi Mungu kama tulivyoorodhesha ni gani? Amali ambazo tumesema zinamfurahisha Mwenyezi Mungu, kwanza yenye kudumu, alafu kwa orodha as-salatu liwaqtiha, birrul walidain, jihad fi talab al-ilm. Tukisema jihad atuambii umwende mkashikia Islamu kapiga taa, kwanza watoto waweza kupiga watu, hata wataweza. Hiyo jihad ya silaha fikiri ni mchezo. Jihad yetu sasa hivi ni al-jihad bil qalam, kama ashara al-habib Abubakar al-Adani. Al-jihad bil qalam, kwa kusoma na kuandika na kuhifadhi. Hifadhi Tuhfa, hifadhi Jazaria, hifadhi Baiqunia, hifadhi Matn Sulam, hifadhi Aqidatul Awam, hifadhi, pigana na nafsi yako kuhifadhi. Andika amal manzil, anta mujahid fi sabilillah, mujahid fi sabilillah. Ndio maana kwenye ile hadithi masahaba kitu cha kwanza alimwambia hakuna amali bora ila siku hizi 10. Akamuuliza masahaba kitu cha kwanza nini? Wala jihad fi sabilillah. Hata jihad, yani maana jihad ni katika amali kubwa,
Akaambia naam, ila mtu aliotoka kupigana jihadi nafsi yake na mali yake kisha hakukurudi chochote. Yani huo ni mfano mkubwa. Kwa hivyo hizi ni siku za kuleta dhikri sana, za birrul walidaini, za kutia nia kudumisha amali, na Mwenyezi Mungu inshallah tujalie baraka ya kikao hichi, tutoke inshallah na sisi tuna himma ya kudumisha amali na kufanya tajdidi ya nia na kufanya tajdidi ya amali saleh na kushikana na amali njema. Mwenyezi Mungu atuwafikie bisirri al-Fatiha wa ila hadratin Nabii Muhammad Mustafa al-Fatiha.